Welcome to Kibosha TV. Twende. Karibuni sana mheshimiwa, ndio huyo akiwa na vijana wake wa kazi. Asante sana. Wanasema kazi endelee, kazi na utu, kazi na utu, kazi endelee. Mheshimiwa huyo, barabara yetu tumeiona sasa hivi Nyakamba mpaka Marame tunaseleleka tu, hatujarogwa mjini. Asa ukiwa na kiongozi bora kama huyu. Kwa Kibosha mambo. Nikisema mambo kuna wakati nakumbuka. Ndugu zangu, naomba kutambua uwepo wa viongozi wangu na mabosi zangu wa Chama cha Mapinduzi. Naomba nitambue uwepo wa mwenyekiti wa tawi la Mpiji Darajani. Asante mheshimiwa mwenyekiti. Uwepo wa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi tawi la kwa Kibosha, mama yangu. Lakini nitambua uwepo wa wenezi wa matawi yote mawili kwa Kibosha na Mpiji Darajani. Kibosha oye! Lakini leo hapa tunao mabalozi wa shina wote wapo. Naomba mpunge mkono mlipo. Asante. Kipekee pia nitambua uwepo wa viongozi wa umababu na wanachama wa umababu wote mliopo hapa. Asante sana. Lakini pia naomba nitambue uwepo wa vijana maofisa usafirishaji wa kwa Kibosha stendi na Kibo pale pabu. Wote tupungie mkono tulipo. Sisikii vibe la vijana. Kuna namna vijana wakiitwa, kuna namna wanaitika. Au hamjawaka bado? Nataka mwake kidogo. Leteni vibe ili tutawaka baada ya muda. Lakini kipekee pia naomba nitambue uwepo wa wananchi wote wa kwa Kibosha mliopo hapa. Kaka Renatus, njoo hapa bwana, njoo kae hapa. Tunaye hapa mwandishi wa habari nguri, kaka Renatus Mutabuzi, mkongwe kabisa huyo. Tunaye pia hapa na sasa hivi ni mkazi wetu kwa Kibosha. Karibu sana kaka. Ndugu zangu wana Kibosha, sasa naomba mniazime masikio yenu tuweze kuzungumza machache nanyi. Ndugu zangu, mbele yenu ni mimi ambaye mnanifahamu, mwenyekiti wenu wa kwa Kibosha. Hapa tumekutanishwa na jambo hili kubwa kwa levo ya kitongoji. Ndugu zangu, hii ni mita 100 tumeweza kupajenga hapa kwa zege, ambapo patadumu miaka mingi. Ni alama ambayo itabaki kwa miaka mingi. Imefanywa na kitongoji cha kwa Kibosha, mwenyekiti kwa kushirikiana na wananchi wa kwa Kibosha. Ndugu zangu, barabara hii ya kwenda Mapinga Sekondari, Nyota Njema Belma,
kwa Bingwa na kule juu kwa Waislamu. Kimsingi hii ndio barabara kubwa na ndio barabara tegemezi. Vijana wenzangu wasafirishaji, hawaitwi bodaboda, wanaitwa maofisa wasafirishaji. Na vijana wenzangu madereva wa bajaji, nao pia maofisa wasafirishaji, wamekuwa wakiteseka, wakiua vyombo vyao mahala hapa. Siku hiyo tumekuja na jopo la kitongoji kutembelea mahala hapa, tukaona namna ambavyo panatisha. Pikipiki inazama ikiibuka, ikitoka nzima unashukuru Mungu. Bajaji vivyo hivyo, lakini magari ni hatari. Watu wamekuwa wakidondoshwa na kuteseka mahala hapa. Ndugu zangu, tukasema tukiweka kifusi madimbu yatarudi. Namna pekee ya kutatua kabisa mgogoro huu ili tusirudi tena ni kuchonga mahala hapa, kupaeka sawa, kupashindilia, kuweka material na kumwaga zege. Na hatimaye tumefanikiwa kumwaga zege mahala hapa penye urefu wa mita 100. Ndugu zangu, katika kazi hii nzuri, watu pekee ambao ama kipekee kabisa tunapaswa kushukuru watu kadhaa. Wako watu maalum na wako wananchi wa kwa Kibosha wote kwa ujumla wake. Ndugu zangu, tunamshukuru sana Mama Msaki. Mama Msaki ametuwezesha sementi za kukarabati hapa. Tunaishukuru kipekee Baya the Halls, wametupa sementi ya kujenga hapa. Lakini tunamshukuru kipekee Mama Tarimo, ametupa fedha za kuweka sawa hapa. Lakini kipekee tena, ndugu zangu, tunamshukuru sana kipekee mwananchi kaka Hamadi. Wako watu wametupa dola 400. Kwa idadi yao hatuwezi kuwataja wote, lakini kipekee tunawashukuru wananchi wote wa kwa Kibosha kwa michango yenu mbalimbali ambao umeitoa katika ukarabati na ujenzi wa barabara hii. Lakini kipekee kabisa tunawashukuru maofisa usafirishaji kwa kutuvumilia, kutokupita hapa mpaka pakauke na pawe tayari kutumika. Tunawashukuru wadau wote ambao walijitoa kwa hali na mali, walitupa moyo wakati tunajenga, maana mambo haya yako na mambo mengi kweli kweli. Nakumbuka siku hiyo tunarekebisha pale, amekuja mwanamama mmoja na maneno makali kweli kweli. Akasema kwa nini? Anasema nimeambiwa mnaelekeza maji yaje kwangu. Kambe wewe unaonaje? Si hivyo. Nashukuru sana mwenyekiti. Lakini tumewasamehe ambao wamekuwa kituvunja moyo, tumewasamehe. Lakini tunawashukuru wote ambao kimsingi wametupa moyo, wametu-encourage, wameshikamana nasi. Wengine wanakuja kukaa pembeni walau waangalie namna kazi inavyofanywa. Tunawashukuru wote kwa umoja wenu wana Kibosha. Na ndugu zangu, tumeandaa vyeti. Vitu viko tayari? Naomba. Tumeandaa vyeti. Wako watu wamejitoa hata kuwapa fedha kiasi gani na hisi haistahili. Wako watu wa fedha, tutawapa vyeti vyao ambao wamechangia kwa nguvu zao. Tunavyo hapa. Lakini yuko balozi shina namba 1, Balozi Yusufu, naomba uje tafadhali. Ndugu zangu, balozi huyu siwezi kuzungumza maneno yakawa yanatosha kutoa shukurani kwake. Balozi huyu, ndugu zangu, anaamka asubuhi tunakuwa naye hapa, anachapa kazi mwenyewe. Yuko yeye na Chepe, yuko yeye na Sululu. Amekaa na vijana hapa muda wote, mwanzo tunaanza mpaka tunamaliza. Akiona jambo aliko sawa anakuja ananishauri. Amekuwa nami bega kwa bega mwanzo mwisho. Balozi kipekee, mimi nakushukuru sana. Umenipa moyo miongoni mwa watu ambao wamenipa nguvu kufanikisha hapa, na wananchi kwa ujumla wao, wewe ni mmoja wapo. Umenipa moyo wa kipekee kabisa. Asante sana balozi wangu.
Lakini isitoshe tu kusema maneno hayo, naomba nikupe certificate yako ya appreciation. Iko tayari? Nakupa cheti hichi, ukakiweke ndani, mama mkwe akakione pia. Nakupa hiki cheti, naomba nikisome tulivyokiandika. Cheti cha pongezi kwa heshima kubwa, tunakutunuku ndugu Balozi Yusufu Ali Kileselo. Juhudi zako zimeleta nuru na kuacha kumbukumbu isiyofutika mioyoni mwa jamii. Kwa mchango wako uliowezesha kukamilika kwa ujenzi wa barabara kiwango cha zege urefu mita 100. Asante sana. Naomba nikukabidhi. Lakini ndugu zangu, tunavyo vyeti hapa vya wadau ambao hawapo hapa, tutawapelekea. Tunacho cheti cha mama Msaki, tutampa. Tunacho cheti hapa cha kaka yangu Hamadi. Tunacho cheti cha mama Tarimo, tutamkabidhi mheshimiwa balozi kifike mwananchi wake huyo. Na tuna vyeti vya wadau wengine, kwa sababu hawapo hapa, tutawapa wote kwa muda wao. Kipekee tunawashukuru sana wana Kibosha, mmetupa moyo wa kipekee kukamilisha zoezi hili. Asanteni sana. Lakini kipekee kwa niaba ya wananchi wote, naomba cheti cha wana Kibosha. Tutaweka bango kubwa, ni cheti ambacho kitakuwa ni bango kubwa. Naomba hicho, tutaweka hilo bango hapa kubwa linalooneshwa jambo hili limekamilishwa na wananchi. Tutawashukuru hapa bayana ili kuwapa moyo wananchi wa mahala kwingine, na wao wawe wanajitoa katika maeneo yao. Kwa leo tutapokea cheti, tutakidisplay kwenye magrupu yetu. Tutaweka bango hapa. Ukifika hapa unakutana na bango linaloonesha barabara hii imejengwa kwa mchango wa wananchi. Sawa sawa ndugu zangu Lakini leo tukishazindua barabara yetu, tunao mabalozi wetu wote 28 tunao hapa. 27 tunao hapa. Mabalozi wote wapo hapa, wa Mpiji Darajani na kwa Kibosha. Tumeanza na kikao cha ndani. Tumekubaliana kwa Kibosha inaenda kupambana na madimbwi yote katika kila kona. Na sisi tumesema uzoefu unaonesha kwenye madimbwi ukiweka kifusi dimbwi linarudi. Ndio sio? Tumesema hivi, tutayachapa madimbwi kwa zege mwanzo mwisho. Tutayachapa madimbwi kwa zege. Tumekubaliana na waheshimiwa mabalozi wote, tumeungana mkono katika hilo. Tunakuja kwa wananchi kufanya mikutano nanyi, tuungeni mkono. Ndugu zangu, baada ya hayo nimalize kwa kusema haya machache, kwamba sasa hivi nchi zinapambana kwa bajeti zao za ndani kuendesha nchi zao. Nchi yetu inapambana nayo. Viongozi mahiri wa chini ni wale ambao wanajitathmini changamoto hizi ndogo ndogo wanakabiliana nazo. Kuna wakati unajua kabisa kwa hili hata nikiria fedha hapa haziji, kwa sababu nchi ina mambo makubwa inapambana nayo. Kwa hili sisi kama viongozi tuisaidie nchi yetu, sisi kama wananchi tuisaidie nchi yetu, tutatue migogoro yetu, lakini kipekee tusolve changamoto za barabara zetu, na tunaweza. Ndugu zangu, ujenzi wa barabara hii, gharama ambayo imetumia ni fedha ambayo ya kawaida, inawezekana ni nyingi kwa level ya kitongoji, kwa level ya wananchi, lakini ndogo watu wakiamua inawezekana. Tumetumia hapa fedha za Kitanzania shilingi milioni 35. Kwa mimi nichukua nafasi hii kuwashukuru wana Kibosha wote ambao mmejitoa. Baada ya kusema hayo, tutakwenda kukata utepe, ishara kwamba tunazindua barabara yetu rasmi kwenda kutumika. Tukishakata utepe, tutapita hapa, tutaenda zetu moja kwa moja mpaka Nyota Njema. Hatufiki kule mbele, pana shida
Tutapanda hapa mpaka somewhere pale. Tukishapanda hapa mpaka somewhere pale, tutageuza, tutarudi, tutaenda kuachana kwa Kibosha stendi. Lakini niseme hapa, umababu, nimewaomba bajaji zitoke Bunju, ziende Nyota Njema, ziende Belma mpaka kwa bingwa kitongoji jirani. Nimewaomba. Na bajaji mmeniambia mmeridhia katika hilo. Isipokuwa wanataka tutangaze hilo kwamba wananchi wetu hawajui. Tunafanyaje ili wajue? Mmenitaka spika yenye gharama ya shilingi 300,000. Nitawapa hiyo 300,000. Asante sana. Nitawapa 300,000 ya spika. Mambo mengine tutazungumza wenyewe ndani, lakini 300,000 ya spika nitawapa. Na shabaha ya kuwapa 300,000 ya spika ili muweke spika pale Bunju, watu wajue bajaji inatoka Bunju inakuja kwa Kibosha, inaenda zake Mapinga sekondari, ambapo kukiwepo na bajaji zitawasaidia walimu wa Mapinga sekondari kupanda bajaji kwenda bila usumbufu. Zitawasaidia wanafunzi kupanda bajaji kwenda bila usumbufu. Lakini kipekee wananchi wa kule, maana yake tunakwenda kutanua shughuli za kiuchumi za wananchi wa ukanda huu hapa. Kwa ndugu zangu, mimi nawashukuru kwa kunikubalia ombi langu, na mimi ombi lenu nimelikubali na nitawapa hiyo fedha haraka iwezekanavyo. Tutaipata wapi? Hela itapatikana. Mimi siwezi kuwa na viwanda vyote hapa kwangu. Watu kukesha wanakesha kwangu. Mabaa yote watu wanakesha kwangu. Alafu tukose 300,000. Tutapata wazee, tutawapa hiyo chapo, hamna shida. Lakini ndugu zangu, wamekuja maofisa usafirishaji wa pikipiki kutoka kwa Kibosha stendi na kutoka pia Kibopabu pale. Maofisa hawa tunawaona wakiendesha pikipiki wakiwa hawana reflector. Mimi nichukue nafasi hii kufanya mambo mawili makubwa kwenu. Tutawanunulia reflector wote. Jambo la kwanza hilo. Reflector zitapatikana, tutapambana. Nimeambiwa hapa mko 50, si ndio wazee? 50 hapa, si ndio? Reflector si 5,000, si ndio? Kwa 50 si inakuwa shilingi ngapi? 250,000, si ndio? Si ndio? Tutatafuta 500,000 ili mununue reflector ambazo ni standard. Tutawapa 500,000 pale. Hatutaki muwe na reflector ambazo zinanyambuka za kikoro. Sisi sio makoro. Sina maana hiyo, watu wa Simba, sina maana hiyo. Kwa zitapatikana haraka. Ibrahimu yuko wapi? Wakijiwe kile kule. Ibra yupo? Ibra mko ngapi pale? Ngapi? 15. Tutatoa standard saa, tutawapa 30 pale, 3,300. Sawa mzee? Sawa eh? Matoyo mmekuja? Matoyo mko wangapi? Matoyo tena, ndugu zangu, watu wa Matoyo ndio wameleta wengi material hapa. Matoyo, hebu niwaone, hata simameni tu niwaone kwa heshima kipekee. Aya nyewe tuwape nini? Reflector pia? Tuwape nini? Makoti. Nini? Asamini waombe watu wa Matoyo, njoeni ofisini tuyajenge. Sawa eh? Aya. Baada ya mazungumzo hayo, ndugu zangu, nichukue nafasi sasa kuwaambia ndugu zangu vijana wa bodaboda. Mimi niwaombe kila mmoja wetu atafute NIDA. Tupambaniane kwenye fursa. Bodaboda ambao NIDA inakwama, njoo tutafute NIDA kwa haraka. Sawa sawa eh? Upate namba ya NIDA. Lakini ndugu zangu wa bajaji, huwezi kuwa kijana leo alafu hauna NIDA. Wewe haudhaminiki. Sawa sawa? Tuwe na NIDA. Na mimi niwaahidi tunazitaka NIDA kwa nini? Mimi naumia
Mtu anaendesha bodaboda anapeleka hesabu 13,000. Mmegeuzwa nyinyi kuwa solar power, wengine wawe wanaona. Mnaungua juani ili wengine wakaona. Nataka vijana wa kwa Kibosha waache kuwa solar power kwenye bodaboda. Badala yake kila mmoja anaendesha bodaboda iwe pikipiki ya kwake. Na hii inawezekanaje? Tutazungumza na mabenki kuliko wewe ukampe mtu hesabu ya 13,000 mahela kibao. Mnaletana ofisini, mtu amekomaa kwenye hela hiyo, unaletana ofisini kwa hela ambazo unaona wewe una uwezo wa kuipata. Leo tuna mabenki ya kutosha wanatoa hivi vitu. Leo tuna taasisi mbalimbali wanatoa hizi vitu. Shida ni uwe rasmi, uwe officially tu. Sasa nichukue nafasi hii kuwaomba ndugu zangu, njoeni tuyajenge, tuone namna ambavyo tutagonga hodi NMB, tutapiga hodi CRDB, tutapiga hodi Standard Charter na mabenki mengine. Tuone namna ambavyo vijana mnaweza mkawa na vipando vya kwenu na sio kwa solar power wa watu. Yuko mtu yeye mwenyewe hana hela, amekopa vikoba, kaenda kukopa watu. Wewe ukalipe rejesho la watu na umpe yeye hela ya kula. Haya mambo hayakubaliki. Kama kwenda kukopa, si ukakope mwenyewe. Kama una uwezo wa kumlisha yeye na kukopa watu, bro, si uje. Kianzio laki ngapi? 3,000, 4,000. Njooni tuweke mpango, tuna uwezo wa kuzipata. Sawa ndugu zangu? Tuzipate, muwe na bajaji za kwenu, muwe na bodaboda za kwenu, muwe na matoyo ya kwenu. Huu sio muda wa kugeuzana masola power. Ufanyie mtu kazi, ukishamfanyia mtu kazi, yeye umpe hesabu. Ukishampa hesabu yeye ya kwake akalipe deni, na umpe hela yake yeye ya kula. Utafute hela yako wewe ya kula. Utafute na hela ya mambo fulani hivi wakati fulani. Utawezaje hayo mambo yote? Matokeo yake siku ukiamua kuteleza, mtaji wote ukiamua kupeleka kwa mtu fulani, anakula mtaji, anakuja kukuleta ofisini na kuwa shida. Sawa sawa? Kwa ndugu zangu, jiorganize, nami niko tayari kuungana nanyi mkono. Baada ya hayo, niwashukuru sana. Tutapita hapa, tutaomba wakina mama, tutasimama pembeni ya barabara na wakina baba. Pikipiki tutapita hapa, nitaongoza mwenyewe, na bajaji tutapita hapa tukiongoza. Watu wa habari mnaweza mkakaa kule mkatuchukua tukamaliza hili zoezi. Asanteni na washukuru sana. Mwenyekiti anakata utepe, vigelegele. Mwenyekiti huyo sasa anazindua mwenyewe rasmi barabara ya zege